Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza nafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Kwanza kabisa kuhusu barabara. Tuna mtandao mkubwa wa barabara ambao karibu nchi mbili zitajengwa katika wilaya yetu. Sio kwamba labda zitajengwa kwa hivi sasa hivi, tayari wakandarasi wapo na wameshaanza kazi ya ujenzi. Barabara moja ambayo iko katika hatua za mwisho ni barabara ya Msumbiji. Tunapokea pale Kitundu tunapaita shule ya Mwenge ya Benda. Ile mahali ya Msumbiji, lakini yote barabara tayari. Lakini si hiyo tu, mpaka Mbuzini kwa hospitali ya wilaya. Kuendelea ni mmoja ni hospitali. Hiyo inakuja kushia sehemu moja ya Mwanga Kitundu. Hiyo nayo tayari kandarasi yuko kasi. Sasa hiyo moja kwa kero kwa nchi sasa hiyo kero imeisha. Lakini kuna njia nyingine ya Mbuzini pale inaweza pale kuja hapo kuja Kitundu. Na vile barabara zingine kama hii ya hapa Merisita kuendea Kitundu na vile Kenya. Tuna barabara nyingi tu ziko zinaendelea na kazi, na hizo ndogo za kuingia ndani tunazo karibu kama barabara 6. Kwa hiyo kusema ukweli, katika hali ya kawaida utaona kama ni jambo dogo la ziada. Tunaendelea na kampeni, lakini maendeleo yanaendelea kama kawaida kwa kero za nchi. Tulikuwa katika wilaya hii pia tuna kero ya maji. Lakini wengine tayari watu wasawa wako kazini kurekebisha. Maeneo yalikuwa kama Kianga, Toni, Lapu, maeneo Basra, Mwera hapa, Kianga, ya maeneo yameshughulikiwa na kufikia asilimia kubwa kuna tatizo la maji kuondoka kabisa. Kwa hiyo leo sisi tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza Hussein Ali Hassan kwa juhudi zake anazozifanya ili kutetea maendeleo ya nchi. Hili ni jambo kubwa la mshahara, hasa katika wakati kama huu. Nilikuwa nishuhudia, naona jinsi wananchi wanafanya. Lakini si hayo tu, ni kwamba katika sekta ya afya nimeshika vizuri mno. Hospitali ya Mbuzini ni kimbilio sasa. Na tuna watu wengi, tuna wakazi wengi ambao walikuwa hospitali lazima waende kusimama. Sasa hivi wote wanakimbilia pale na matibabu na dawa zinapatikana za kutosha kabisa. Hili ni jambo nzuri sana. Sasa hivi njia ya Rais wa Zanzibar. Katika maendeleo haya, ndugu waandishi wa habari, hatuachi kuwa na changamoto. Hasa sisi tuliokuwa huku kama MC, mbali na changamoto kila siku. Lakini ni changamoto za kawaida. Lakini hata hivi, katika wananchi zinavyowahusu na kuwahusu zinakuwa si za kawaida. Ni lazima tupambane kutosha kuhakikisha hizo changamoto zinaondoka. Mfano, kuna migogoro ya viwanja ya maeneo. Naweza kusema sasa hivi watu wengi wanakimbilia wilaya hii. Utaona nafasi zipo, lakini pia usisahau kushauri wilaya Magharibi ni vile ni wilaya ya kilimo. Sasa tusipoangalia
tusipokuwa makini sisi viongozi, maana yake maeneo ya kilimo yanaweza kutoa fursa. Kwa hiyo jukumu letu moja kubwa, jukumu langu ni kuhakikisha kwamba uvamizi wa ardhi katika wilaya hii basi. Huu uvamizi wa ardhi unatokea katika mambo mengi. Unatokea uvamizi wa ardhi kupitia watu wanaojihusisha na tamaa za fedha. Mtu anathubutu kuuza kitu ardhi sio yake, lakini pia na wizi kubwa na madalali wanashawishi vile. Na anasema kama kungekuwa hakuna wanunuzi wa ardhi, ndio jambo lingekuwa dogo sana. Lakini kwa sababu kuna watu wao kazi yao yote kutafuta. Kama mkuu wa wilaya hivi sasa hivi tunamaliza takwimu yao, hususan madalali. Niwaambie kwamba katika wilaya hii sasa hivi ni basi udalali wa ardhi, hasa ardhi za watu ambao wanazitegemea kwa kilimo, wanazitegemea kwa mifugo, wengine wameziweka kwa hatima ya vizazi vyao baadaye waje nao wasitumie. Tayari nakamilisha takwimu hizi, wengine baadaye wakishughulika sana pamoja na wale wanaojifanya wao madogo wa ardhi wakati hawana ardhi. Kwa kazi yao kusokota pahala, kuona mtu kidogo haendi siku mbili tatu wanatumia fursa hizo. Kwa hiyo sasa hivi mimi binafsi yangu na timu yangu hapa ya usalama tunapambana na hilo. Nashukuru kwa kiasi fulani nimepungua, lakini nataka nimalizie kabisa. Watu ni ardhi zao, wengine wanaishi mjini, wengine basi wanakuja kwa kilimo maosi na pili, wao salama kuyatumia maeneo yao. Hiyo changamoto nimeiona, alifika kwenye wilaya hii na napambana nayo, na kuhakikisheni kwa hapa tulipofika tutakwenda vizuri. Tutaenda vizuri sana. Tutakwisha leo. Tutakuja kumkamata. Baada ya matangazo na taarifa mbalimbali, baadhi yao au masugu kuwaita na kuwaonya, hawatakuwa salama. Kwa katika mkondo wa sheria, na tutahakikisha tunafikisha kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya mashtaka ya utapeli wa ardhi. Nataka kusema kwa umuhimu wa juu zaidi kwa wakati huu, kwa kama mkuu wa wilaya hiyo na nasema kwamba muda tuliokuwa nao, muda ambao omba wananchi wote, ni muda mkubwa au mzuri zaidi wa kushirikiana kuliko muda wote. Tusiwe na interest kubwa za kivyama zaidi ya amani ya nchi yetu. Sababu huyo alishabari, tutamaliza uchaguzi, tutaendelea na maisha, tutaendelea na vyama, tutaendelea na mambo mengine yote. Kwa hiyo kila mwananchi aliokuwa na chama au hana chama, muomba katika wilaya hii akae adumishe amani ya wilaya yetu. Kudumisha wilaya na wilaya ni maana kudumisha amani ya nchi. Bahati nzuri suala la amani, Mheshimiwa Rais kila anapokwenda lazima alizungumza, kwa sababu lina umuhimu wa hali ya juu sana. Naomba wananchi wa Morogoro kuhakikisha kila mmoja ni mlinzi wa amani yetu. Na katika wilaya yangu nimejipanga kuona kwamba mtu yoyote ataotea nia kuharibu amani au ataharibu amani, sheria lazima tuchukue. Hatutaweza kumwacha kuharibu amani, maana tunatamani sana uchaguzi utapopita tuendelee na wilaya yetu kama kawaida, tuendelee na nchi yetu kama kawaida. Anaelimu elimu, anayefanya biashara afanye biashara, anayefuga afuge, anayefanya kazi ende kazi. Kwa hiyo nawaomba wananchi wadumishe
amani na utulivu katika wilaya yetu. Nachohakikishia wilaya imepanga vizuri, na haikusudii mtu yoyote kumsumbua, kumchukulia hatua ambaye hajavunja amani na utulivu nchini. Jukumu langu kubwa ni kumlinda kila mwananchi, kuhakikisha mwananchi wa wilaya hii namlinda ili asitokee mwingine kumletea tatizo la uvunjifu wa amani. Kwa hiyo hayo shukrani, asante sana. Naamini wako siku na namshukuru Mungu kwamba mpaka leo tuko vizuri, tuko salama, hakuna mtu anaguswa, hakuna mtu anapigwa katika wilaya hii, kwa sababu wote wanakwenda vizuri. Wanaomba tuendelee hiyo hali, na haja kusukumana wala kusimamiana karibu katika kutafuta amani ya wilaya au ya nchi. Tunaomba sana wananchi tuendelee kutoa ushirikiano huu ili tufikie ile hatima tunayoitaka. Baadaye tuendelee kuweka kama Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii.